Bana, mambo vipi mtazamaji wa Data Sports? Karibu nyumbani. Sasa ni wakati sahihi wa wewe kupata taarifa bora ya kile kinachoendelea baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kuonekana kwamba wamezuiliwa kutofanya mazoezi Benjamin Mkapa. Saa 7 usiku klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba walikuja na taarifa rasmi ya kutokuingiza timu leo kwenye mchezo dhidi ya Yanga, lakini bodi ya ligi na wao wamejibu rasmi na kuwataka klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kuipeleka timu ikacheze, alafu mambo mengine kanuni zitafuata utaratibu uliopangwa. Mambo ni mazito kweli kweli. Hapa sisi hatutii maneno mengi, niko na Yusuf Katalambula hapa na moja kwa moja naomba usikilize vizuri. Tutakusomea kwa sababu hizi ni nukuu barua ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini tutakusomea barua ya bodi ya ligi juu ya kuwahitaji wekundu wa Msimbazi Simba waendelee na taratibu zote za mchezo ili kutoharibu ratiba. Moja kwa moja tuanze na barua ambayo imetoka ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Rasmi Simba ilitoa taarifa kwa umma. Simba Sports Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara NBC dhidi ya Yanga. Simba ikiwa timu mgeni kwa mujibu wa kanuni ya 17 ibara ya 45 ya kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda unaotarajiwa mchezo husika kuchezwa. Kwa masuala ya Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo Simba Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika. Mabounsa wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na wakizuia msafara wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hili. Imetolewa na management klabu ya Simba. Hiyo ndiyo barua rasmi Katalambula Yusufu ambayo Simba Sports Club bwana wameitoa. Ndio. Maneno vizuri lakini masaa machache bodi ya ligi wakatoa barua na wao. Unaelewa vizuri kutokana na hiki Simba ambacho wamekifanya, bodi ya ligi ikamua ijibu mapigo kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini naarifiwa wakati tunapanda studio muda huu Young Africans na wao wametoa mkeka wao. Zote tunanukuu, yani leo tunanukuu tu mambo mazito. Tunawapa taarifa zote watazamaji. Ya Yanga tutaisoma, lakini tuanze na ya bodi ya ligi ambayo yenyewe imeilenga klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Imejibu kile kilichoandikwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Sikia taarifa hiyo Katalambula Yusufu. Twende kwa bodi ya ligi. Sawa. Bana, yahusu taarifa ya Simba Sports Club kuhusu mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya Yanga. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limepokea barua ya malalamiko kutoka ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kuhusu changamoto zilizojitokeza kabla ya mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Yanga. Tumechukua hatua za haraka kufanya uchunguzi wa tukio hilo. Pamoja na hayo, tunapenda kuwajulisha kwamba kwa mujibu wa kanuni ya 15 ibara ya 10 ya kanuni za ligi kuu bara, timu yoyote inayoshiriki ligi kuu ina wajibu wa kushiriki michezo yote iliyoratibiwa na kuandaliwa na TFF bila kukosa, isipokuwa kutakuwepo na sababu maalum zinazoailishwa rasmi na shirikisho.
Aidha, kukosa kushiriki mchezo husika kunaweza kupelekea adhabu kulingana na kanuni ya 16 ibara ya kwanza inayohusu maamuzi dhidi ya timu zinazokiuka ratiba za ligi. Nukta. Unaelewa vizuri eh? Pia kwa mujibu wa kanuni ya 17 ibara 45 inayotaja haki za kufanya mazoezi uwanjani, tunahakikisha suala hiyo tunalifuatilia kwa kina na hatua za kinidhamu zitachukuliwa dhidi ya wahusika wavunjifu wa kanuni hizo. Nukta. Hivyo basi, kwa kufuatia kanuni za shirikisho, tunawaagiza kuendelea na mchezo kama ilivyopangwa ili kuheshimu ratiba ya ligi kuu ya NBC na kuzingatia maslahi ya mashabiki, wadhamini na ligi kuu kwa ujumla. Malalamiko kuhusu changamoto zilizojitokeza yatafanyiwa kazi kwa wakati unaofaa. Nukta. TFF inaendelea kujitahidi kuhakikisha ligi inaendeshwa kwa haki, uwazi, kwa kuzingatia kanuni zilizopo. Tunasihi mshirikiane kwa dhati ili kuhakikisha mchezo huu unachezwa kwa amani na na kufanikisha ligi kuwa bora zaidi. Umeelewa vizuri? Idara ya habari na mawasiliano, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB, Machi 8, 2025. Hii imetoka leo asubuhi ya moto kweli kweli. Mapema sana. Tumeanza nao sisi. Bwana umeelewa eh? Yanga nao wametoa ya kwao. Yanga anasemaje? Sasa barua ya Yanga Katalambula Yusufu, mambo ni mazito juu haya Katalambula. Na Yanga ndo anashtakiwa kwenye hilo na sasa Yanga ndo naiangalia hapa, lakini kuna mistake bado kwa sababu nimeiona ya Yanga lakini bado naona haijakaa sawa. Mtoa taarifa amefanya ovyo kwa sababu amenipa taarifa lakini iko nusu haijafika hapa mezani. Kwa hiyo tusubirie. Yanga naisubiri na tutapita nayo. Yanga nao wamesema nini? Tutakwenda pia kupita nayo Katalambula Yusufu. Sawa. Bana, mtazamo wako pia. Wewe umekaaje kwenye hili wakati unaisubiri barua ya Yanga ili niisome hapa? Kwangu mimi mtazamo wangu nafikiri ni base sana kwenye kile ambacho kimeandikwa na bodi ya ligi. Okay. Ni kweli kwenye hili Simba wameonewa. Ndiyo. Kwa sababu sawa, Katalambula Yusufu, taarifa kwa umma ya Yanga imeshafika. Sawa. Taarifa kwa umma ya Yanga imefika. Kwa hiyo tunaweka nukta kwako hapo. Tuendelee na taarifa. Leo ni kuwapa taarifa tu kaka. Leo ni kuwapa taarifa. Sasa hii ya Yanga bwana sikuipitia hata mara moja. Kwa hiyo nitaisoma vizuri kwa utulivu mkubwa. Uongozi wa klabu ya Young African Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC uliopangwa kuchezwa leo tarehe 8 ya mwezi wa 3 2025 dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba saa 1 usiku upo pale pale na hakuna mabadiliko yoyote. Young African Sports Club kama mwenyeji wa mchezo tunaamini taratibu zote za mchezo kama zinavyoelezwa kwenye kanuni za ligi kuu NBC ziko sawa na maandalizi yote yako tayari. Uongozi wa Young African Sports Club utapeleka timu uwanjani Benjamin Mkapa kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni. Umeelewa vizuri Katalambula? Ndio. Umeelewa Ndio. Na tutakuwa tayari kucheza mchezo huu siku nyingine tofauti na leo. Nukta. Umeelewa Bwana, hii season hii mechi umeiona. Namalizia. Tunawaalika uwanjani wanachama, mashabiki, wapenzi wa klabu yetu na wadau wengine waliosafiri kutoka mikoa, nchi za jirani na sehemu mbalimbali duniani kote kuja kushuhudia mchezo huu mkubwa barani Afrika. Imetolewa na mtendaji mkuu Andrew Mtine, Yanga Sports Club. Hii haijatolewa na afisa habari. Mtendaji wa klabu ya Yanga, CEO Mtine, kwa herufi kubwa. Imetolewa na nani? CEO wa klabu ya Yanga. Daima mbele, nyuma mwiko. Yanga wanakuambia wao wanatambua mchezo upo pale na utachezwa saa 1:30 usiku. Na afisa habari hajaitoa hii. Ndio. Yaani ngazi ya juu ya klabu ndio wameitoa. CEO. Sahihi. Katalambula Yusufu, hii filamu imekaaje? Hii filamu ni kama zile wanazocheza
akina Steven Mapunda. Imekaaje hii filamu? Hii filamu kwenye pande zote tatu. Yes. Nimewaelewa wote. Na wote wana haki katika kile ambacho wamekiandika. Okay. Tukianza na Simba. Kanuni ya bodi ya ligi inajulikana kwamba siku moja kabla mchezo husika, mgeni anatakiwa kupewa uwanja ili kuweza kufanya mazoezi. Ndio. Na anapewa muda husika wa mechi. Kama ingekuwa mechi saa 10, basi Simba angeruhusiwa saa 10 kuingia. Kama saa 11, kama saa 1 na kadhalika. Ndio. Na hivi ambavyo vinawekwa, mnakuwa wote mpo pale. Simba, Yanga, Azam na kadhalika. Na wote mnathibitisha kwamba tumekubali kanuni hii itumike. Sasa inapokuja swala la mtu anataka kuja kufuata hiyo kanuni, mnamzuia, hayo ni makosa. Kwa hiyo Simba walikuwa na haki ya wao kulalamika kile ambacho kimetokea. Lakini kuhusiana na kususia game, hapo mimi siwezi kuzungumza chochote kwa sababu kila mtu ana utashi wake. Na kila mtu anajua ugumu gani ambao yeye anaupitia baada ya kukosekana hilo. Kwa hiyo kwenye hilo na waachia wao wenyewe Simba. Nikija kwenye bodi ya ligi, kila ambacho amekisema bodi ya ligi pia naungana nao, ni sahihi kabisa. Ni kweli kuna kosa ambalo limefanyika, lakini maamuzi ya kugomea mechi, hao ni maamuzi magumu sana na yanaleta athari kubwa sana. Nakumbuka ule msimu ambao muda mechi ulibadilika kutoka saa 11 kwenda saa 1. Mambo yalikuwa hivi. Tukaona hasara gani ambayo watu wameipata. Tena hawa Simba ndo walikuwa mwenyeji, nafikiri kama nitakuwa nimekosea nipo tayari kurekebisha. Ndio Katalambula. Na walilalamika wakasema kwamba kuna watu wamenunua ticket, kuna watu wametoka mikoani, kuna watu wametoka nchi mbalimbali, lakini kuna watu ambao wamewekeza pesa zao kwa mdhamini mkuu kwa maana Azam kuonyesha. Sasa ukiwaambia mechi haipo, kwa maana kuna hasara kubwa sana ambayo inapatikana. Kwa bodi ya ligi wakawaambia kwamba Simba wanatakiwa kucheza huu mchezo ili kuepuka hizi cost ambazo watu wamewekeza. Then baada ya mchezo kumalizika, sheria itafuatwa. Kama kuna mtu atashushwa daraja, kama kuna mtu atapokwa pointi, kama kuna mtu atapigwa fine, au yatakuja baadaye. Kwa hiyo kile ambacho kimeandikwa bodi ya ligi, wameangalia kwa maslahi mapana sana mashabiki, lakini watu ambao wamewekeza pesa zao kwa maana wadhamini, lakini pia na wachezaji kiujumla, na pia itaathiri pia bodi ya ligi kwenye kupanga tena ratiba, kwa sababu tunajua zimebaki wiki kadhaa Simba naye yupo katika michuano ya CAF Confederation Cup. Lakini tukimalizia kwa kile ambacho wamekiandika Young Africans, na waelewa pia Young Africans kwa nini wamefanya hivyo, kwa sababu chochote ambacho kitatokea, hasara itakuwa kwa wao Young Africans, kwa sababu tayari wameshapokea pesa za kiingilio, zimeshasoma kwenye N-card. Ukibadilisha mchezo, unajua kuna athari gani ambayo watu wataipata. Hii inaweza kapelekea mchezo mwingine watu wakaja na ticket fake, kukaa na mambo mengine, watu wakagushi na kadhalika. Lakini pia wanajua wamewekeza nguvu gani, lakini pesa gani wametumia kwenye maandalizi kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo nao pia wana haki ya kungangania, haijalishi wamefanya kosa hawajafanya kosa, lakini mechi ichezwe ili kuondoa hizi cost ambazo watu wameweka pesa zao. Kwa wote watatu, wote wana haki katika kile ambacho amekiandika, ila nasubiri mwenye mamlaka husika ya kuweza kufanya maamuzi na nini tunaweza tukakiona muda husika. Sawa, sasa mimi nikupitishe kwenye kanuni husika inasemaje, kwa sababu hili swala ni la kikanuni. Umeelewa vizuri? Hili swala ni la kikanuni. Yaani Simba kuzuiliwa kufanya mazoezi kwenye muda ule husika ni swala la kikanuni. Sasa kanuni zinasemaje? Umeelewa vizuri? Kanuni zinasema hivi, Katalambula Yusufu, ukisoma kanuni ya TPLB toleo la 2024, umeelewa vizuri? Unanielewa vizuri? Kuna kifungu kuhusu taratibu za mchezo kinasema timu kufanya kosa la kikanuni haimaanishi mpinzani apewe ushindi. Umeelewa vizuri? Yaani timu kufanya kosa la kikanuni haimaanishi mpinzani apewe ushindi. Hivyo maana sasa, umeelewa vizuri? Kosa la kikanuni linaadhibiwa kikanuni. Sahihi. Kwa kuwa Simba hajafanya mazoezi, hilo ni kosa la kikanuni. Umeelewa vizuri? Ikitokea Simba anagoma kwenda uwanjani kwa mujibu wa kanuni zinavyosema hapa, maana yake Yanga anapewa alama 3 na mabao 3 kwa kuzingatia kanuni. Umeelewa vizuri? Bado haya mambo yana mamboe. Lakini mpaka sasa hivi anayesubiriwa ni kamishna wa mchezo ndio atoe taarifa, kwa sababu pia niliongea na Buimanda wakati nakuja hapa studio. Akaniambia bwana, sisi hatuna majibu
Sahihi. Sisi kama bodi ya ligi nimeongea nayo, hiyo ni rasmi. Mimi vizuri akaniambia sisi hatuna majibu sahihi, tunamsubiria match commissioner wa mchezo atoe taarifa rasmi, lakini sisi kama bodi ya ligi hatuna taarifa yoyote wala tuna majibu yoyote mpaka pale taarifa rasmi itakapotolewa na nani? Na commissioner wa mchezo. Ndio. Sasa Katalambula Yusufu, mimi sijui kama kuna cha ziada. Tumewapa watu Simba walicho fanyiwa na wakati tunazungumza hapa Kanzale anajaribu kupitisha muda wote, anapitisha na barua zote zilizokuwa tunazisoma Kanzale pia anazionyesha. Umeelewa vizuri Sasa tumemaliza. Ndio. Taarifa rasmi tusubiri baada ya muda, kama kutakuwa na exclusive yoyote pia tutakuja kuluka nayo. Sahihi. Dabi ya moto. Una la ziada? Sina la ziada. Twende tukapumzike. Asante.